بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 23 mwezi wa Shaaban mwaka wa 1441 katika silsila ya ad-durus al-manhajiyya, leo biidhnillah ta'ala tazungumzia jambo ambalo pengine wengi wasifahamu hii manhaj sahih, manhaj salaf, kuchanganyikiwa katika hili jambo. Asoma katika Qur'an kwa Allah subhanahu wa ta'ala sema wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Mbona leo waislamu wamekuwa namna hii, na haswa hawa masalafi hawakuacha mtu wa bid'a isipokuwa wamemzungumza na kumweka wazi. Wakiona kosa katika makosa ya misingi ya dini hawamuachi yule mtu mpaka waliweke wazi. Sasa si hao wafarikisha baina ya watu? Hawa ndio wanaoleta furqa baina ya watu. So utaona watu wakizungumza maneno kama haya. Kwa nini masalafi wamejiweka kando, wamejitenga? Hawataki kukubali kufanya kazi katika da'wa yao na watu wengine wasiokuwa masalafi. So katika hivi vikao insha Allah hii shubha ndio itakuwa tukijibu na kuieleza. Na maneno nitakayoyazungumza nitakuwa nayachukua katika kitabu Da'aimu منهاج النبوة كشيخ رسلان مقتطفات. صوت تفهم أمر الله سبحانه وتعالى الأمة بالاجتماع والائتلاف واتحاد الكلمة. الله سبحانه وتعالى ameuamrisha umma kuwa kitu kimoja, neno lao liwe moja. Lakini kuna jambo muhimu ambalo hao wanaosema haya maneno ndio yatanguliza bado hawajatanabahi nalo. Ala an yakuna al-asas li hadha al-ijtima' al-i'tisam bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Iwe umoja huo na mkusanyiko huo ni katika msingi wa kushikamana na kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa'tasimu, akusema jami'an, amesema bihablillah, kwa kamba ya Allah, na kama walivyofasiri salaf al-Qur'an was-sunnah. Kwa watu watakuwa kitu kimoja kisawa sawa ikiwa ule msingi utakuwa uko sawa. Msingi wenyewe ni watu washikamane katika misingi ya Qur'an na Sunna. وكثير من الداعين إلى الإسلام على غير منهاج النبوة يدعون إلى الاجتماع. wengi katika wanaolingania katika Uislamu lakini kwa mfumo usiokuwa huu, kwa manhaj isiyokuwa hii, yad'una ila ijtimaa, utawakuta walingania watu katika kukusanyika na kuwa kitu kimoja na kuwa pamoja. wa da'watuhum ila ijtimaa'i batila, lakini ulinganizi wao wa kuwa kitu kimoja ni ulinganizi wa batil, si wa haki.
لماذا؟ لأنها مبنية على أصل الباطل. وسباب ulinganizi wao katika umoja umejengewa misingi ya batil. وهو أنهم يقولون نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. tukusanyike tuwe kitu kimoja katika kile ambacho tumeafikiana baina yetu, na tupeane udhuru katika kile ambacho tumekhtalifiana. Ukiangalia hii kaida pengine kwa juu tasikweni ina ubaya gani? Si tuvumiliane katika yale ambayo tumekhtalifiana. Hapa haikusudiwi ikhtilaf katika mambo ambayo yasughu fihi alkhilaf, katika mambo ambayo ni ijtihadia. La, hapa yaingia ndani yake hata ikhtilaf katika aqida, katika misingi ya dini, kwa ushahidi wa vitendo vyao. Leo tumewaona wamekusanyika baina ya wale wanaodai kuwa ni watu wa sunna na makhurafi. Utaona kwa kitu kimoja baina yao na watu wana fikra tofauti za ajabu za uzushi, lakini wamekubaliana kuwa tupeane udhuru, tusiambiane haki na ukweli. Na ndio maana huwezi leo kumuona hizbi aliyekubali msingi huu akiizungumza bid'a kwa mfano na kuikataza. Na ikiwa ataikataza bid'a, basi atakana yule mtu wa bid'a anapokaa na yeye hatomkataza ile bid'a anayoifanya, pengine mbele ya watu wake akakataza huku, lakini yuko na yeye, wako pamoja. Kwa hiyo huu umoja huu ni umoja wa batil, na ulinganizi huu ni ulinganizi wa batil. فإذا وقع اختلاف في الاعتقاد أو كانت مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس. kwa wao hata kitokea ikhtilaf katika itikadi au kumkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam, la bas. Mtu azue bid'a, la bas. Waweza kumuona mmoja wao ajititimua kikweli kweli, kwa mfano kusema kuwa maulidi ni bid'a, sababu watu wengi maskini wafahamu kuwa mtu wa sunna ni yule anayepinga maulidi na itima peke yake, ndio mtu wa sunna huyo. Sunna ina mambo mingi sana ndani yake. Hayo ni katika yale ambayo mtu wa sunna atakikana ayapinge, na kuna mengi. Kwa hiyo apinga maulidi, apinga itima kuwa ni uzushi, lakini yeye ana itikadi za kikhariji. kwani mwafikiria khawarij waliotoka dhidi ya Ali bin Abi Talib walikuwa makhurafi? Yani bimaana wapiga maulidi na kusoma itima? Bid'a yao ilikuwa nini? Bid'a yao ilikuwa ni ile bid'a ya khawarij waliokuwa nayo. Kwa kuna misingi mingi sana ya sunna. Kwa mfano mojawapo katika misingi ya sunna ni kuanza katika ulinganizi wako kulingania katika tauhid. Bimaana iwe da'wa yako zaidi ni kulingania katika tauhid, kwa sababu ndio ijmaa ya mitume wote. walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wajtanibu at-taghut. Jambo la kwanza kabisa la kumjua hizbi, utamuona kuwa hana ihtimam katika ulinganizi wake kwenye tauhid. Na wewe mtizame, umwangalie lini amesomesha tauhid. Sema kwa mfano amesomesha kitabu fulani katika tauhid na kuwekea wazi watu tauhid, hili hutaliona kwa ahlul bid'ah. Kwa hivyo utaona kuwa kukitokea ikhtilaf katika itikadi au kumkhalifu mtume sallam, la bas, yu'inu ba'duna ba'dan fima ittafaqna fihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi. Hadha aslun fasid, huu ni msingi mbovu
ni msingi ambao hatakikani mlinganizi kuwa nao. Mas'alatu at-tajmi' lam yaqbalha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mas'ala ya kukusanya bila ya kuangalia misingi, Mtume sallallahu hili jambo hakulikubali. Wa ata bil amri alwadih, akaja na jambo ambalo liko wazi kabisa. Faqalu, Makuraish wakasema nini? Muhammadun farraqa baina an-nas. Si haya maneno yanazungumzwa, Muhammad amefarikisha baina ya watu. Na leo waje kusema kuwa hawa kuna mmoja hata haya hana. Wallahi mimi namjua mmoja asema masalafi wametumwa na Mayahudi kuja kufarikisha baina ya watu wa sunna. Walipo hawa? Subhanallah ya jamaa, ya kadhaba. Yani hujja zimewashinda kiasi hicho mpaka mwanza kutumia uongo. Yani yafikia hali ya uongo kiasi hiki. Subhanallah. Yani hii yaingia katika wa idha khasama fajar, fujur fi alkhusuma. Mtu mpaka kufikia hana haya kusema maneno kama haya, kuwa hao wametumwa na Mayahudi kuja kufarikisha baina ya watu wa sunna. Watu wa sunna nani? Wako wapi watu wa sunna ambao wamefarikishwa na masalafi? Wako wapi? Ama ni kwa haya tuliyotaja, watu wa sunna wanaopinga maulidi na itima peke yake, na sunna nyingi wasizifahamu wala hawataki kuzijua, na zikija zikifundishwa pia wakazipinga. Mangapi watu wakafanya istihza na sunna nyingi ambazo zimeamrishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali misingi mingi ya manhaj ya salafu salih wakaikhalifu. Wewe chukulia kwa mfano risala ya usulu sunna lilimami Ahmad, kisha iangalie ile misingi. Huu ni mfano mzuri, iangalie ile misingi iliyokuwa pale. Ikiwa ile misingi huna, na misingi ile ametaja Imam Ahmad kwa kutegemea dalili za Qur'an na Sunna, ukakosa ile misingi, wewe si mtu wa sunna, hata ukajipigia kifua na kusema mimi ni mtu wa sunna. Kwa hivyo wakasema Makuraish, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam farraqa baina an-nas wajaa bi amrin yufarriqu baina al-mar'i wa zawjihi, amekuja na jambo bwana afarikisha baina ya mtu na mkewe. وهذا حق لأنه إما العقيدة والاتباع وإما الشرك والزيغ والابتداع. ni mmoja katika mawili. Hakuna mstari wa kijivu, ni imma nyeupe au nyeusi. Usichore mstari wa kijivu, la ilaha ulai wala ilaha ula. Ni imma aqida yako iwe sahihi na umfuate Mtume sallama kikamilifu, na imma utaangukia katika shirk wal iyadhu billah, au uingie katika upotofu na bid'ah. Moja katika haya. لقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالفرقان بين الحق والباطل. jamani, mmesahau Mtume صلى الله عليه وسلم amekuja na Furqan akafarikisha baina ya haki na batil. Kwa hivyo yoyote anayekwambia nyinyi masalafi mmekuja kufarikisha watu, naam, tumekuja kufarikisha watu, kuwaweka wazi watu wa haki na kuwaweka wazi watu wa batil. Na hivi ndivyo alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo amekuja na Furqan baina al-haqq wal-batil wal-huda wal-dalal was-sunnah wal-bid'ah. Sunna ikajulikana ni hii na bid'ah ni hii, wat-tauhid wash-shirk wal-ittiba' wal-ibtida'. Vyote hivi vimewekwa wazi na Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. فمنهج التجميع على أن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه يضر ولا ينفع. hii manhaji ya kukusanya wasemavyo wenyewe kama pipa la taka. Hatuchagui bana, vigai vimo ndani pale, mawe yamo ndani pale, mayai yamo ndani yalooza pale ndani, kuna taka nyingi aina mbalimbali yamo mle ndani. Sisi twendeni jamaa, hii madhara yake ni hatman, hakuna shaka wala hakuna manufaa ndani yake. لأن الذي لا يأخذ بالجادة ولا يسير على السوية لا يمكن
an yata'atta minhu khair. Mtu ambaye haendi katika njia ya sawa, haendi katika njia nyoka iliyonyoka, usitarajie khairi kutoka kwake. Msitarajie khairi kwa watu wa bid'ah, msitarajie khairi. Bali wewe ambaye wajiita ni mtu wa sunna ndiye utakayetanazal, lakini mtu wa batil hatuache ile batili yake. Kesho kaa naye atakwambia karibu maulidini, wewe usiimbe, kaa tu kule nyuma ule biriani, mimi nakualika tu ile biriani. Wana mwisho yuaje. Na kuna watu wametanguliza dunia, nasallallahu alafiyatu wassalam. Wallahi kuna watu kwa sababu ya dunia akialikwa aona akikosa kwenda pale atakosa tenda, kwa sababu kuna sponsor fulani pale wa maulidi, asipomuona atamwambia yeye ni wahabi, kwa hivyo ikiwa kuna kazi wampa itaondoka. Yani unashaka kuwa inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Leo tuko na siraa baina yetu na ahlul bid'ah, miaka hiyo siraa iliyoko. Kuna siku tulikufa na ndaa hapa na bado tuzungumza. Walituambia mawalii wana uwezo wa kupeleka ulimwengu, tukawaambia waambieni mawalii hao mnaoitakidivyo tufunge midomo, na bado tuzungumza. Kwa hivyo la yatasarrafuna fina, wapeleka kila kitu kasoro sisi tunaotuita mawahabi, sio? Mwanadamu hana uwezo wa kukumilikia wewe riziki. Riziki yako utaipata kwa Allah subhanahu wa ta'ala vile itakavyokuwa. Kwa mtu asimame kisawasawa, batil ijulikane ni batil. Si watu hawaeleweki, ndio jana ndio watajia watu hawa hawaeleweki, kwa sababu mmoja wao aweza kuambia nashidi bid'a haifai, alafu rafiki yake muimbaji, na pengine aje katika msikiti wake atoe khutba ya Ijumaa mfano kabisa. Sasa mwachanganya wale wanaowafuata na kuwasikiliza. Waambieni ukweli, na ikiwa ukweli ni hivyo, kwa nini baada ya kumnasihi mtu bado sasa tuwaelewe nyinyi nani? Ndio alafu mkasirika mkiambiwa pale kuna walmunkhaniqatu walmawqudhatu walmutaraddiyatu wannatihatu wama akala sab. Muona tumfananishwa na nani? Lakini masalafi waweza kuitwa chura, waweza kuitwa kila kitu, lakini wao mashaallah ukifanywa jarh kama vile walivyokuwa salafu wakifanya, wala haya si ya uzushi, ndivyo yalivyokuwa, sababu hawaeleweki nani. Ni muelewa manhaji yao. Kama kuna mtu yuelewa ile manhaji aniambie tu, mimi naelewa ile manhaji yao ni watu aina fulani. Hawa jamaa hawaeleweki, hata ukafanya nini huwezi kuelewa. Hawako wazi, hawako wazi katika manhaji yao. Ama ukiuliza manhaji ya hawa masalafi manhaji yao gani, usitaabike bwana. Chukua Qur'ani isome, chukua Bukhari na Muslim na nyinginezo katika vitabu vya hadithi soma, ndio mfumo wetu kwa ufahamu wa salafi. Huo ndio mfumo wetu, hakuna kwingine. Lakini sasa hawa tuwaelewe vipi? Maanake wakhalifu misingi ya sunna, waelekea huku waelekea, kisha bado wako pamoja. Kwa hivyo anayekwenda kombo kombo hafuati njia sawa, usitarajie khairi kwake. Kaifa wa huwa mukhalifun li khairi albariyati sallallahu alaihi wasallam, mubtadi'. Am khalifu mbora wa viumbe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wewe waweza kukaa naye bwana na mkawa pamoja? Wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu sharrin fi ibtida'i man khalaf. Khairi yote iko katika kuwafuata wale wema waliotangulia, na shari yote iko katika kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala mambo ambayo hakuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam wala hawakuyafanya masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kwa hivyo hakuna umoja wa aina hii. Umoja ni lazima ujengewe msingi wal-i'tisam bilkitabi was-sunnah, kushikamana katika dini ya Allah kwa misingi ya kitabu cha Allah na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakiwacha uzushi wao wakashikamana na sunna, tutakuwa pamoja. Ama maadamu bado wamekakamaa katika kukhalifu misingi ya aqida na misingi ya sunna ya Mtume sallam, haifai, ni haramu
wewe Muislamu kuwa pamoja na mtu anayemkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik. أقول لك إن دعوة الحق مهما حوربت فهي منصورة. أبشر، والله لو كانت من وراء جدار بل كانت في صخرة صماء لا ترى سماء ولا ماء ولا يدخلها هواء لأنفذها الله رب العالمين بعز عزيز وذل دليل حتى تبلغ ما أراد الله لها أن تبلغ. والله هو المبلغ عن أهل السنة. فيحارب الحق بالباطل